mama, mtoto wako kila siku akiamka wewe ni kande tu. Kande, 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 kande. Nyumbani pale kuna ng'ombe, maziwa mkikamua anakula baba, anakunywa baba. Watoto maziwa hawanywi. Samaki zipo, samaki ukipata wewe ni kuuza. Michicha ipo, unasema hii mboga haifai. Chakula kimoja, mayai yapo, wewe ukipata mayai kwenda kuuza. Kuku hapo, badala uchinje kuku ule na mtoto baba ndio anakula paja yote, nyama yote unamfichia mume wako. Watoto kande. Na wewe baba ukipata hela wewe bia, pombe. Nyumbani kule kupeleka samaki hakuna. Matokeo yake watoto wanadumaa. Changamoto ya udumavu kwa watoto chini ya miaka 5, na katika wilaya yetu kwa mkoa wetu mzima tuna 49.8. Kwa maana katika watoto 100, watoto karibia 50 ambao nusu ya watoto walio chini ya miaka 5 wanazaliwa wakiwa na udumavu. Kwa hiyo nipende kuwasisitiza wanawake wenzangu katika maadhimisho haya na katika siku zinazoendelea, tunapokuwa katika maeneo yetu, tukumbuke kuzingatia lishe kwa watoto wetu, lishe kwa familia. Na sisi tukiwa kama wanawake, tukiwa jeshi kubwa mstari wa mbele, sisi ndio tunasimamia kwa ukaribu masuala mazima ya uandaaji wa chakula, na kwa kuzingatia hiyo, tukiwa vizuri sisi tunaweza kusaidia familia zetu zikawa salama. Naitwa Victoria Mwakajinga, mimi ni afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya ya Nkasi. Na udumavu huu unatokana kwamba hakuna mpangilio wa chakula mzuri ambao wazazi wanawaandalia. Kwa mfano unaposema mpangilio mzuri mbaya wa chakula, ina maana kwamba watoto wanalishwa chakula cha aina moja. Yaani kama ni ugali maharage mpaka Jumapili, tena mpaka Jumapili inayofuata. Kwa hiyo hapa napelekea kwamba watoto wanakuwa na udumavu kwa sababu wanakula chakula cha aina moja. Kwa majina naitwa Mongela Shiawi, ni mtoa huduma katika hospitali ya wilaya ya Nkasi. Nafikiri changamoto kubwa ni elimu kwa wananchi wetu. Ndio maana serikali imechukua jukumu au serikali imeamua kuajiri watu wa lishe kwa kila kituo ili kuendelea kuhamasisha na kutoa elimu kwa jamii inayotuzunguka. Tumeendelea kuzunguka, tunapoenda outreach tunaenda kutoa hizo huduma kwa wananchi kwa kuzunguka vijiji kwa vijiji, vitongoji kwa vitongoji, na kila kijiji kina siku ya afya ya kijiji siku ya afya ya kijiji kwa kila wilaya, hususan katika wilaya yetu. Hivyo tunapoenda kutoa huduma katika jamii, tumekuwa tukitoa na huduma hiyo ya elimu ya lishe, namna ya kutengeneza vyakula, namna ya kuwapa vyakula watoto asubuhi. Nafikiri ndio hivyo. Nafikiri elimu, mabadiliko yatatokea kwa sababu moja, kama nilivyosema kwamba serikali imeshaajiri maafisa watu wa lishe katika vituo mbalimbali, na vituo vyote ambavyo viko hususan katika wilaya hii tuna ratiba ya kwenda kuzunguka kwenye vijiji na kutoa hiyo elimu na kutoa elimu namna ya kutengeneza chakula lishe kwa watoto, ambacho hicho kitu zamani hakikuwepo. Kwa kutumia njia hiyo kwa sasa, naamini hilo tatizo litapungua kwa kiasi kikubwa. Na sasa tunapoenda kutoa elimu hiyo, tunazingatia vyakula vinavyopatikana katika familia husika ambavyo vinapatikana kiurahisi. Force FM.